kitabu hiki hakikutwi na mpingano, chenyewe kwa wenyewe kiwe kinatenguana, chenyewe kwenyewe kiwe kinakosoana, wala khalalun, wala kitabu hichi hakina kasoro wala hakina aibu. Hichi ni kitabu alichokileta Allah subhanahu wa ta'ala ili maisha ya mwanadamu yawe salama katika dunia, ili maisha ya mwanadamu yawe na amani wakati wa kutolewa roho, ili maisha ya mwanadamu yawe na salama wakati akiingia katika barzakhi, ila mwanadamu awe salama wakati wa kukutana na Mola wake. Hawezi kupata salama hizo kama atakuwa nje ya Qur'ani. Hawezi kupata salama hizo hata kidogo, hata kidogo. Hakuna maendeleo, hakuna mafanikio, hakuna ustaarabu, hakuna uungwana utakaopatikana nje ya Qur'ani tukufu. Na hivyo ndivyo alivyotuambia Allah, akatuuliza fa aina tadhhabuna, mnakwenda wapi kutafuta uchumi? Mnafikiri katika Qur'ani haumo? Fa aina tadhhabuna, mnakwenda wapi kutafuta mahusiano? Unafikiri katika Qur'ani hamna mahusiano ya kimataifa? Fa aina tadhhabuna, wapi mnakwenda kutafuta misingi ya biashara? Unafikiri katika Qur'ani hakuna biashara? Fa aina tadhhabuna, mnakwenda wapi kwenda kusomea uongozi? Unafikiri ndani ya Qur'ani hamna uongozi? In huwa illa dhikrun lilalamina, Qur'ani ni ukumbusho wa walimwengu wote, hata wasiokuwa Waislamu. Liman shaa minkum an yastaqima, kwa yule anayetaka katika nyinyi kusimama njia ya sawasawa, iwe katika uongozi, iwe katika mahusiano, iwe katika biashara, iwe katika utawala na kadhalika. Basi Qur'ani ndimo vilimo sheheni vitu hivyo. Tayyib, kitabun uhkimati ayatuhu thumma fussilat, kisha aya za Qur'ani zikapambanuliwa, buyinati fihi umurul halali wal haram, yakabainishwa ndani ya Qur'ani yale mambo yaliyo ya halali, yale mambo yaliyo ya haram. Tunapozungumza halali na haram, jamani, sio tu katika kula boflo, halali na haram, hata kuongozana kuko kwa halali na kuko kwa haram. Halali na haram, biashara ziko za halali, ziko za haram. Halali na haram, hata kulea watoto kuko kulea kwa halali na kulea kwa haram. Halali na haram, kuishi na jirani yako kuko kuishi na jirani kwa halali na kuko kuishi na jirani yako kwa haram. Kwa hivyo Qur'ani imejikita katika nyanja zote. Ndio maana Mungu akaisifu akasema, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Qur'ani inawaongoza watu katika yale yaliyo sahihi, yale yaliyo bora, yale yaliyo na faida. Huwezi kupata faida hizo kama utaiacha Qur'ani nyuma. Ishike Qur'ani, huu mwezi wa Qur'ani, ifuate Qur'ani, ipe taadhima Qur'ani, mtukuze aliyoileta Qur'ani, uone neema na kheri utakavyozipata katika dunia na akhera tunakokwenda. Thumma fussilat aibuyinat fihi umurul halali wal haram wama yahtaju ilayhi alibadu, ndani ya Qur'ani yamebainishwa yote yanayohitajiwa na viumbe sio Waislamu, yanayohitajiwa na viumbe, mpaka paka, viumbe mpaka nyoka, viumbe mpaka simba, yamebainishwa ndani ya Qur'ani. Fi umuri almaashi wal maadi, katika suala zima la maisha yao ya dunia yameshabainishwa ndani ya Qur'ani, na namna watakavyorejea kwa Allah imeshabainishwa ndani ya Qur'ani. Uishi vipi ili urejee kwa Mola wako ukiwa uko katika salama? Anasema subhanahu wa ta'ala, man amila salihan, atakayefanya matendo mema, min dhakarin au untha,
awe mwanamme au awe mwanamke, wa huwa mu'minun, kwa sharti ya kwamba mtu mwenyewe ana sifa ya imani. Allah ahadi ya kwanza anayoiweka, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, huyo mtu jambo la kwanza tutamfanya aishi maisha bora katika dunia. Hilo ni jambo la kwanza. Man amila salihan, na huwezi kufanya matendo mema, si katika biashara, si katika mahusiano, si katika ndoa, si katika uongozi, isipokuwa mpaka uisome Qur'ani, ndiyo itakayokuelekeza hili jema, hili baya. Kwa hivyo man amila salihan min dhakarin au untha, awe mwanamme awe mwanamke, wa huwa mu'minun, kwa sharti ya kuwa ni mu'min. Jambo la kwanza, ahadi ya Mungu, sio ahadi za dunia, nitaleta maziwa alafu hakuna, ukiuliza unadonyolewa. Ahadi ya Mungu inasema waziwazi, falanuhyiyannahu, huyo mtu tutamuweka katika dunia hayatan tayyiba, maisha bora. Na maisha bora, wacha waseme watu wa dunia, hayaji, hayapatikani, wala usiwe na matarajio nayo, kama Qur'ani itakuwa imewekwa kando. Hayaji, usiwe na matumaini nayo, wala usiyatarajie, maadamu Qur'ani sio inayowaishi na watu na kuwaongoza watu. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba thumma, ikisha baada ya kuondoka duniani, nujizihi, ndio kisha tutamlipa mtu huyo biahsani, kwa malipo yaliyo mazuri, makanu yaamalun, kwa malipo yaliyo bora na mazuri kwa yale waliokuwa wakiyafanya katika dunia. Kumbe Uislamu na kufata amri zake sio hapa duniani uvae kanzu bovu hivyo. Mungu hajasema hivyo. Au hapa duniani usile mkate wenye siagi na jamu. Mungu hajasema hivyo. Au hapa duniani usipande usafiri wa bei nzuri. Mungu hajasema hivyo, bali Mungu ametutaka tuishi na amri zake ili tupate maisha bora katika dunia. Asiuongopee mtu Uislamu ni dini ya umaskini na unyonge. Tumefika hapa baada ya kuweka kando Uislamu, tukidhani kwamba Uislamu unatubana, Uislamu unatunyima uhuru, kwa hivyo tuweke kando, tufanye biashara zetu nje ya Uislamu, tukidhani ndiyo tutafanikiwa, ndiyo tumekwenda kukwama. Tunakwenda pamoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, thumma fusilati min ladun hakimin khabir, ay min indillah. Ufafanuzi huo umetoka mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio aliyeleta ufafanuzi huo subhana. Fasalaha, amezipambanua aya za Qur'ani, wabayanaha, akazibainisha aya za Qur'ani, al-khabirul alim, Mwenyezi Mungu mjuzi aliona habari za kila kitu, bikaifiyatil umuri, kwa mambo mbalimbali, walidha kanat muhkamatan, kwa sababu hiyo aya za Qur'ani zikawa ni muhkam ahsanal ihkam, wa mufassalatan, zikawa zilizopambanuliwa ahsanat tafsili, katika upambanuzi uliobora kabisa. Kwa nini Allah ametuletea Qur'ani? Linaweza likawa suala la wengi hilo. Kwa nini Allah ametuletea Qur'ani? Kule katika Al-Baqara Mwenyezi Mungu anatuambia, ibitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Anaahidi Mungu wakati anamleta duniani Adam na kizazi chake. Adamu anasema tunakwenda kuishi vipi? Mungu anamwambia ihbitu, nyie nendeni, imma yaatiyannakum minni huda,
usiwe na wasiwasi, muongozo wa namna ya kuishi katika dunia nitaleta mimi. Mungu anasema muongozo namna ya kutawalana nitaleta mimi, muongozo namna ya kuozeshana nitaleta mimi, muongozo namna ya kuuziana nitaleta mimi, muongozo namna ya kila jambo nitaleta mimi. Faman tabia hudaya, atakayefuata huo muongozo nitakaouleta, fala wala hum yahzanun, asiwe na hofu kwamba ataishi maisha ya tabu ya dunia, wala hum yahzanun, wala wakati wa kuondoka katika dunia zile kheri watakazooneshwa katika sikrini, wakati wanavuliwa roho zao, wakati wamejiliwa na malaika wakiwaambia alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tuadun. Basi wakati wanaondoka katika dunia, nyie watoto mmekusanyana mnalia, mwenyewe hana hata hofu anakokwenda, yuko katika raha na burdani. Tena analaumu hasa, mmeweka maziko mpaka saa 10, mnangoja nini? Mnanichelewesha. Anasema maiti hivyo aliyoishi na muongozo aliyouleta Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake nini? Wanasema kuna kitu kinaitwa mafuhumu mukhalafa. Mafuhumu mukhalafa, ikiwa mtu atakayeishi na muongozo, katika aya nyingine anasema fala yadhillu wala yashqa, maana yake mtu atakayeuacha muongozo wa Mungu kwanza lazima apotee. Ndio mafuhumu mukhalafa, lazima apotee. Lakini jambo la pili, aliyeacha muongozo lazima ataishi duniani kwa maisha ya tabu na mashaka. Sasa tunaweza tukakaa ima kila mtu peke yake, au tunaweza tukakaa wawili hata watatu. Hebu tujitathmini, maisha yetu laini au maisha yetu kama mfupa? Ikiwa maisha yetu laini, maana yake tumekamata ule muongozo wa Allah. Lakini ikiwa maisha ndiyo kwanza, lile gurudumu la maendeleo lishapinda mgongo, unataka kukatika, elewa kwamba sisi muongozo wa Allah tumeuacha. Sasa hili unaweza kwenda kujijibu mwenyewe, umefahamu? Unaweza kwenda kujijibu mwenyewe, jiulize, alafu utapata jawabu. Naam, kwa nini Mwenyezi Mungu ameleta Qur'an? Anasema alla ta'budu illa Allah, li alla ta'budu illa Allah. Sababu kubwa ya kuleta Qur'ani, akaipapanua hivi Mwenyezi Mungu alivyoifafanua, akaziweka wazi aya na dalili zake, li alla ta'budu illa Allah. Madhumuni yake ni kwamba Allah anataka msipeleke ibada mahala pengine popote isipokuwa muipeleke kwa Allah. Ndiyo madhumuni ya kuwaletea kitabu hiki, uhukimati ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Allah. Li alla ta'budu, kuna lamu ta'lili hapo muqaddar, li alla ta'budu, kwa sababu msipokuwa na Qur'ani mtaabudia mawe, mtaabudia masanamu, mtaabudia jua. Kila mmoja atakiona kile kilicho muhimu kwake ndio anachokiabudia. Hata sasa hivi duniani watu wanaabudia mizimu, wengine wanaabudia viongozi, wengine wanaabudia matajiri, wengine wanaabudia jua na kadhalika. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakufata muongozo wa Qur'ani. Kwa maana hiyo anakiabudu kile anachokidhani kinampa manufaa. Sasa Mungu ametuletea Qur'ani, madhumuni yake li alla ta'budu illa Allah, ili nyinyi ummati Muhammadi musiabudu isipokuwa mumuabudu Allah peke yake. La tushiriku bihi shay'a, musimshirikishe Mungu na chochote. Ibn Mas'udi siku moja anamuuliza Bwana Mtume, ya Rasulullah, ayu dhambil a'zami, naomba unifahamishe dhambi gani iliyokubwa ya Rasulullah?
Qal, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu Ibni Mas'udi akitufahamisha na sisi ummati wake, dhambi namba moja kwa ukubwa ni kumshirikisha Allah, antaj'ala lillahi nidda, kumfanya Mungu ana washirika. Wanaosema Mungu ana utatu, wanaosema Mungu ana mwanawe wa pekee, wanaosema wanaabudu mizimu, hao wote ni washirikina, na hiyo ndiyo dhambi namba moja kwa ukubwa katika dunia. Na dhambi hiyo mwenye kufa nayo Mwenyezi Mungu hayuko tayari kumsamehe. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru lima duna dhalika liman yashau. Katika suratul Bayina anasema ahlul kitabaini, huko nyuma Mungu aliwapelekea mitume, na mitume aliyowapelekea walitoa taarifa kutoka kwa Allah zinazosema wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddina. Watu wote toka dunia ianze katika ibada wametakiwa wamwabudu Allah, tena wamwabudu kwa ikhlasi, wamwabudu kwa ikhlasi peke yake, nia iwe sahihi. Kwa hivyo ukifunga iwe kwa ikhlasi, ukiswali iwe kwa ikhlasi, ukitoa sadaka iwe kwa ikhlasi. Hapo tu ndipo utakapofika katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, anasema alla ta'budu illa Allah, kwa maana li alla ta'budu illa Allah innani, anasema hakika yangu mimi, kwa taukidi innani, hakika yangu mimi. Ukienda katika masala ya balagha, mpaka maneno yakitiliwa taukidi hivi, maana yake kuna ubishi uliotangulia, ndio yakaja maneno kwa njia ya taukidi, ikaja innani lakum minhu nadhirun, mimi kutokana na huyo Allah mliotakiwa mumwabudu, nadhirun, mimi nimekuja kuwahofisha msije mkakosa kutekeleza hilo, wabashirun, na mimi nimeletwa kuja kutoa habari njema kwamba wale watakaotekeleza amri za Allah wao watakuwa minal faizin. Ai inni mursalun ilaikum min jihatihi, kutoka upande wake Allah subhana, undhirukum, ni wakhofishe biadhabihi in kafartum, ikiwa mtakufuru, wa ubashirukum, na vile vile ni wape habari njema, bithawabihi, kwamba mtapata thawabu zake, in amantum, ikiwa mtamuamini Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Na tangazo hili amelisema mwenyewe Allah, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biidhnihi wa sirajan munira. Hiyo zote ni sifa za Bwana Mtume, anathibitisha kwamba Mtume kampeleka yeye na aliyokuja nayo yametoka kwake yeye, na kwamba Mtume kazi zake kubwa ni mbili, bashiran wa nadhira, ni mtoaji wa habari njema, lakini pia mkhofishaji. Tumesema aliposema Allah innani, katika masala ya kibalagha, hapa kuna maneno ambayo hayakutajwa. Maana yake walipoambiwa alla ta'budu illa Allah, hawa walipinga, wewe nani? Kwani wewe mtume? Mtume akawarudia mimi mtume, bado hawakuridhika. Ndiyo ikaja taukidi kama hii, mfano kama huu katika suratu Yasin. Yasikilize maneno ya Allah, wadhrib lahum mathalan ashabal qaryati idh jaaha almursalun idh arsalna ilayhim ithnaini fakadhabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Kwa taukidi moja, nuni moja,
qalu ma antum illa basharun mithluna wama anzala arrahmanu min shay'in in antum illa takdhibun. Wakarudi tena wakasema qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, inna ilaikum lamursalun. Wakasema hivyo wanatilia mkazo kule kukataa walikopingwa kule mwanzo. Kwa hivyo haya maneno yanakuwa na maana yake katika lugha ya hii Qur'ani yenyewe. Imekuja kwa lugha ya Kiarabu, ni lazima ili ifahamike ipitiwe kule kule katika lugha iliyoteremkia Qur'ani yenyewe. Jambo la pili, huko nyuma Allah anasema mulikosea, wa anistaghfiru rabbakum, wa anistaghfiru rabbakum. Jambo la pili, kwa yale muliokosea mumuombe msamaha Mola wenu. Wa anistaghfiru rabbakum, muombeni msamaha Mola wenu. Thumma tubu ilaihi, kisha tubieni, rejeeni kwa Allah subhana. Maana yake hapa Allah anafungua milango. Kama mtu alikosea, kama mtu aliaswi, ujana ulimpitia, aliwahi kubugia sembe, aliwahi kutafuna majani yanayopoteza akili, aliwahi kuzama katika chupa ya Kibogoldi, maana wengine hawanywi, huingia mule katika chupa yenyewe. Umefahamu? Kama yote aliwahi hayo, basi bado Mwenyezi Mungu anamfungulia milango ya kumtaka arudi kwake. Allah yuko tayari kumpokea. Wa kulli ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Mungu anatuita pale tulipoteleza, pale tulipokosea, tumuombe msamaha Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu yuko tayari kutusamehe. Nuhu alayhi salam, wakati anarejesha ripoti kwa Mola wake, kashafanya kazi ya da'wa kwa kipindi kirefu kuliko mtume yoyote, anasema wa qultu astaghfiru rabbakum, ya Rabbi, mimi niliwaambia hawa watu wangu muombeni msamaha Mola wenu, innahu kana ghaffara, kwani yeye anasamehe. Innahu kana ghaffara, sifa yake ni kusamehe. Na mkirudi mkamuomba msamaha, aya maisha ya mapembe kuwa juu haya, Mungu anasema yursili samaa alaikum midrara. Sababu kubwa ni kwamba mvua hakuna, watu hawalimi, mvua hazijulikani za msimu gani, si ndio? Hazijulikani, kwa hivyo watu hawalimi, chakula hakuna. Lakini kama tutarudi kwa Allah tukamwambia ya Rabbi tusamehe, yursili samaa alaikum midrara, pamoja ni wenyewe munasema mkitaka mvua inyeshe mupande miti, labda tung'oe majumba yote. Umefahamu? Kwa miti tu ipo, lakini kumbe Mungu hajasema mvua haiwezi kunyesha kama hakuna miti. Mungu kasema ili mvua isinyeshe watu wakifanya maaswi, mvua itakuwa hainyeshi. Na anayepinga hilo, hebu turudi katika kitabu cha Allah, tuishi katika mafunzo ya Bwana Mtume, kama mvua tusichoke katika nchi hii. Wa allau istaqamu ala tariqati, kama watu watasimama katika njia ya Allah. Hakusema kama watu watapanda miti mingi. Umefahamu? Nyie wasomi msitubabaishe bwana. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa linaftinakum fihi. Ndio Mungu angelileta maji ya kutosha, vyakula vingelikuwepo, lakini hatukusimama katika tarika ya Mwenyezi Mungu. Na Nuhu ndo anasema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Akisamehe anafanya nini? Yursili samaa alaikum midrara, atawaleteni mvua za kutosha. Kama kwamba haijatosha, wayumdidikum bi amwali wa banina, Mungu atakusapoteni, atakupeni mali nyingi, taifa hili dogo litakuwa tajiri. Bi amwali wa banina, mtazaa sana. Usisikie mimi siku hizo watu wawili tu wananitosha, unaogopa.
Utawalisha nini? Umefahamu eh? Sio wanatosha, unaogopa kuwa na wake wawili. Ukifikiria mmoja inatakiwa nitumie 25,000 30 kwa siku, wawili je? Lakini mkisimama hasa, Mungu atawajazeni neema na mali, mtazaa, mtaoa, wabanina wayaj'al lakum jannatin. Mungu atavirejesha vile vijito vya maji vilikuwa mwanzo vile. Siku hizi tutatoka hapa mpaka Makunduchi hoje kijito cha maji, sio? Zamani ilikuwa ukitoka hapa ukenda Mwera vijito vya maji hapo pembeni tele. Kwa maana hiyo kulikuwa na miti ya polini, watoto wanakwenda kula, wanashinda huko hawana njaa. Lakini vito vile vyote vimekauka. Havikukauka vile kwa sababu ya watu kwenda kujenga, vimekauka kwa kuadabishwa. Na bahati mbaya maskini walioadabishwa wala hawajui kama ile adabu. Ushafahamu eh? Uzuri kama unachezewa rafu, ukijua nimechezewa rafu na hasa katika eneo la 18, si bora ujiangushe. Refa anaweza akasema hiyo mpaka akenda akaangalia katika nini ile mnaita, ukaambiwa sio tena, we wapi? Ushafahamu eh? Lakini hata bado tunachezewa rafu, sie tunashindwa kuelewa. Tunakwenda pamoja, wa anistaghfiru rabbakum. Haya maneno kama kwamba Allah ndio anazungumza na sisi hivi sasa Jambo la kwanza, alla ta'budu illa Allah. Anazungumza na sisi kwa sababu kuna ya khitabu Mungu anazungumza na sisi moja kwa moja. Leo ukirudi katika darasa hili, nenda kaiambie familia, Mwenyezi Mungu leo nimemsikia. Usiseme nimemsikia Sharani, sio maneno yangu. Nenda kamwambie ahali, nenda kawambie watoto, leo darasani nimemsikia Mungu anasema alla ta'budu illa Allah. Ibada ahali wangu, watoto wangu tuzielekeze kwa Mungu. Jambo la pili, wa anistaghfiru, ndio muombeni msamaha Allah. Ahali wangu, watoto wangu, turudi kwa Allah tumuombe msamaha, Mungu atatusamehe. Waambie hivyo, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, kisha rudini kwa Mungu, tubieni kikweli kweli. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Mungu anataka akuone kweli umerudi, sio toba ya Ramadhani ya kuacha sigara. Umefahamu? Mungu hataki toba ya kuacha sigara Ramadhani. Usiku umerudi tena ushaandikiwa mpaka na hao waliotengeneza, hata dini hawana, na bado wamekwambia ina madhara katika afya yako, we bado unarudia tu Sijui hata mwanadamu yukoje jamani. Ukisema hana akili, aibu ndo sie wanadamu wenyewe. Tayib, thumma tubu ilaihi. Mwenyezi Mungu anasema yumati'ukum. Liangalie jawabu hilo neno yumati'ukum. Mukifanya hayo aliyoyaagiza Allah, yumati'ukum, Mungu atawaneemesha katika maisha yenu ya dunia. Hamtakuwa omba. Wajua tunakuwa hatuna heshima sisi wa Afrika kwa sababu ya kuomba kila siku. Ndio maana mpaka makafiri wanatulazimisha mara tuoane, mara tufanyeje kwa sababu ya ule unyonge wetu wa kwenda kuomba kila siku. Sasa Mungu yeye anatutaka tumuabudie, anataka tulete istighfar, anataka tulete toba. Tukifanya hivyo, yumati'ukum mataan hasana, Mwenyezi Mungu atakuneemesheni katika maisha ya dunia, tena maisha yatakuwa bora, sio bora maisha. Sie tuko katika bora maisha au maisha bora? Wow. Umefahamu Yumati'ukum mataan hasana, ay yumati'ukum fi hadhihi dunya bil manafi'il jalila. Mungu atakupeni manfaa makubwa min saati rizqi, kama vile riziki zitakuwa za nafasi, waraghadi la aishi, kutakuwa na maisha ya kutononoa. Kula samaki mnene itakuwa sio siku ya harusi tu. Umefahamu
Mungu atawaleta samaki wanene, tutavua hapo hapo pwani, wala hatwendi mbali. Yale maneno ya kuambizana, sijui samaki wamekwisha, mazalia sijui yamefanyaje, nani alokuambia samaki wamekwisha? Unataka uiambie bajeti ya Mungu imekwenda ovyo? Muombe radhi Mwenyezi Mungu. Mungu hataki samaki wake waje huku wale maaswi. Umefahamu? Mungu hataki samaki wake waje huku wale watu maaswi. Na hata wewe, sheria ya Kiislamu, ikiwa mke ndani ya nyumba nushuza, watu wa sheria wanamjua mke nushuza, mwanamke ambaye si mtiifu kwa mumewe.